Unatazama Swahilina TV, nuru katika imani. Ni matangazo ya moja kwa moja haya kutokea ofisi kuu ya Sheikh Othman Michael hapa Buguruni, ambapo tunaelekea Masjid Taqwa pale Ilala Bungoni, ambapo jambo kubwa linaenda kufanyika leo. Crew nzima tukiwa tumejipanga, lakini kama picha hizo ambazo unaziona kwa muda huu ni watu wakiwa na mishimishi, kila dereva akiwa anakwenda kwenye gari yake ili kuhakikisha kwamba msafara huu unakuwa ni mzuri kutokea eneo hili kwenda eneo jingine. Lakini pia kwa mbali niko na mchambuzi mwenzangu hapa, Heri Mpingashara, ambaye kwa pamoja kuhakikisha kwamba haya utakuwa yapata ya moja kwa moja. Kama hivi ambavyo unaona gari takriban 11 hizi zitaondoka hapa ofisi ya Sheikh Othman Michael eneo hili la Buguruni Rozana kuelekea Masjid Taqwa Ilala Bungoni, pale ambapo jambo kubwa nimekuambia linaenda kufanyika katika eneo hili la ibada ya Ijumaa. Basi tuendelee kuangalia shamra kwa maandalizi haya yanaendelea kufanyika hatua kwa hatua. Ndio wamepata ruhusa, tunaondoka kuelekea msikiti. Msafara wa gari takriban 11 hivi ambao tutakuwa tumeongozana kwa pamoja. Endelea kufuatilia matukio baada ya matukio. Kumbukeni tulipowapa amri Bani Israili, tukawaambia la taabuduna illa Allah, asiabudiwe yoyote isipokuwa Allah, wa bil walidaini ihsan. Baada ya tauhidi, namba 2 ni kuwafanyia wazee wawili ihsan. Mwenyezi Mungu hakuamrisha taa peke yake, ameamrisha ihsan. Mzazi akikuomba kitu ukamtekelezea saa hiyo hiyo, hii inaitwa taa. Na watu wengi maisha yao yamefunguka mno kwa kuwatii wazazi wawili, lakini Mwenyezi Mungu alihitaji zaidi ya taa, ihsan, yani kuwafanyia kitu bila ya kuomba. Ikiwa wewe unamfanyia mzazi wako kitu bila ya kuomba, wewe unafanya ihsan. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Mwenyezi Mungu anataka uadilifu na anataka ihsani juu ya kila kitu. Na kwa nini wazee wawili wasifanyiwe ihsan? Na wakati wao ni sehemu ya nafahati, wanaofa ya riziki zetu sisi. Ukiwa na wazazi wawili, watumie vizuri Sheikh, kwa sababu kuna milango miwili ya ziada ya riziki, na kifa mzazi mmoja unatangaziwa. Jishike vizuri, kwa sababu moja ya milango yako ya riziki mmoja umefunga. Angalia watu waliopoteza wazazi wao walivyopauka katika maisha yao, wamekuwa na maisha ya dhiki. Wewe ukiwa na wazazi wawili, watumie wazazi wako wafanyie ihsan. Kuna wengi hawajai kuita baba wala hawajai kuita mama, wanahangaika tu. Na wanawachuoni wasema tunamshangaa yule mtu ambaye maisha yake ya hovyo hovyo, alafu nyuma yake kuna wazazi wawili. Kila inapozungumziwa tauhid, kumwabudu Allah, sehemu ya pili wazazi. Ya reiti Mwenyezi Mungu angehitaji al-wuzara, wasaidizi, mawaziri ardhini, angewafanya wazazi wawili. Mpaka saa nyingine Mwenyezi Mungu akikuhimiza umshukuru, anataka umshukuru na mzazi wako. Anishkur li waliwalidaika wa ilayya al-masir, katika sura Al-Luqman. Anishkur li, nishukuru mimi mun'imil awwal, nilokuneemesha mwanzo kukuumba na kukuleta na hukuwa chochote. Waliwalidaika thumma mun'iman, na watu wawili wanaokufedha, baba na mama. Wabilwalidaini ihsana wa dhil qurba, alafu waliyatama walmasakin waqulu linnasi husna. Kuna mambo matano katika aya, na haya mambo matano nitashikilia moja tu basi khalas. Ulama utafsiri wanasema ukiona aya imetaja mambo mengi mengi, basi kile kilichotangulizwa mwanzo ni kizito mno, kisha cha pili kinakuja uzito, na cha tatu. Ina maana kuna A, B na C. Kuna nambari 1 hapa. Nambari 1 ni Mwenyezi Mungu kumwabudu. Nambari 2, second, ni wazazi wawili. Jambo la tatu
kabla ya kuwasaidia maskini. Jambo la tatu, kabla ya mayatima. Jambo la tatu, kabla ya ikhlaki njema. Wa dhil qurba, aqaribi, ndugu zangu, al-ukhuwa fi nasab. Na hili limetrendi sana ndani ya Qur'an. Sehemu ya tatu ambayo tutaishi nayo leo, Allah anasema ndugu, kizazi, kuunga koo. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amelielezea katika milango mingi kabisa. Akasema Mtume wa Allah, man arada an yabsuta rizqa, anayetaka anyoshewe, afunguliwe riziki zake. Kinachowasumbua watu ni riziki, na nikwambieni Waislamu, tuna wasiwasi. Mtu akiwa na maisha ya dhiki, maisha tabaka, akiwa na ufukara na umaskini, tunaogopa anaweza akaenda motoni kwa sababu ya ufukara. Si serikali peke yake kupiga vita ukimwi na janga na umaskini, Uislamu ndio wa mwanzo kukemea ufukara. Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa dua alizokuwa akiziomba mno, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-'ajz wal kasal, mwisho wa a'udhu bika min al-faqr wal kufr, na kuomba unikinge na ufukara na ukafiri. Angalia hata maneno yanafanana, faqr kufr, kwa sababu innal faqra yahdi ila al-kufr. Ufukara unamwindiketi mtu, unamuongoza mtu mpaka akawa kafiri. Unatazama Swahilina TV, nuru katika imani.